Mkataba wa Roma ndio ulianzisha mahakama ya kimataifa ya uhalifu, yani International Criminal Court ICC. Mkataba huu ulipitishwa tarehe 17 Julai mwaka 1998 huko Roma, Italia, na ulianza kutumika rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2002 baada idadi ya kutosha ya nchi kuidhinisha. Hii leo nataka nikupitishe katika historia baina ya Tanzania pamoja na mahakama hiyo ya uhalifu ulimwenguni. Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo ziliunga mkono kuanzishwa kwa mahakama hii, kwani Afrika ilikuwa na jukumu kubwa katika kuanzishwa kwake, kwa mfano kutokana na mauaji ya kimbali ya Rwanda na migogoro mingine. Tanzania ilitia saini mkataba wa Roma mnamo tarehe 29 Disemba mwaka 2000. Baadaye bunge la Tanzania lilipitisha mkataba huo na Tanzania ilikamilisha mchakato wa kuridhia kwa kuwasilisha hati yake rasmi tarehe 20 Agosti mwaka 2002. Hii iliifanya Tanzania kuwa mwanachama rasmi wa ICC kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2002 baada ya mwezi mmoja kulingana na sheria za mkataba. Aidha, Tanzania ilitia saini mkataba wa haki na kinga za mahakama, Agreement on Privilege and Immunity of the ICC, tarehe 27 Januari mwaka 2004. Tanzania bado ni mwanachama wa ICC hadi sasa na hakuna taarifa rasmi ya kujiondoa kwake, ingawa wakati mwingine kumekuwepo na mijadala au wasiwasi kama nchi nyingine za Afrika kuhusu jinsi ICC inavyofanya kazi, hasa madai ya upendeleo dhidi ya Afrika. Hata hivyo, Tanzania imekuwa ikishirikiana na mahakama hiyo na hata inahifadhi ofisi za ICC au shughuli zinazohusiana. Kwa mfano, mahakama ya kimataifa ya Rwanda ilikuwa Arusha. Hii ina maana Tanzania ni mwanachama wa ICC na inashiriki katika mfumo wa kimataifa wa kupambana na uhalifu mkubwa kama mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita. Kuna rekodi za kihistoria ambazo zinalenga uvunjifu wa haki za binadamu nchini Tanzania na maombi ambayo yaliwasilishwa kwa ICC kuweza kuchunguza matukio ya uvunjifu huo wa haki za binadamu. Legal and Human Rights Center ilitoa taarifa na maombi kwa International Criminal Court ICC kuhusu mauaji ya polisi, extrajudicial killings nchini Tanzania. Ilitokea hasa mwaka 2012 ambapo LHRC ilikusanya data ya mauaji zaidi ya 200 yaliyofanywa na polisi na vikosi vya usalama tangu mwaka 2003 na ikawasilisha taarifa kwa mwendesha mashtaka wa ICC na Africa Commission on Human and People's Rights. Walidai uchunguzi kwa sababu ya ukosefu wa uwajibikaji na kuongezeka kwa mauaji bila hatua zozote. Hata hivyo, ICC ilikataa ombi hilo mwaka 2013 ikisema haikukidhi viwango vya uchunguzi wa kimataifa, kwa mfano haikuwa na crimes against humanity au vita. Serikali ya Tanzania ilifurahia uamuzi huo na ikaita haki kwa Tanzania. Katika miaka ya hivi karibuni, hasa 2025 baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, kuna maombi kadhaa kwa ICC kuhusu mauaji ya waandamanaji, huku polisi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama wakitumiwa katika matukio hayo. Kuna ripoti mbalimbali ambazo zinaeleza kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vilidaiwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Mambo haya yanatoka katika makundi mengine kama Jumuiya Ni Yetu, Interwatch, World Juristic Association na Madrid Bar Association, ambao waliandika maombi kwa ICC kufanya uchunguzi kufuatia matukio hayo ya Oktoba 29. ICC ni mahakama ya kwanza kudumu ya kimataifa inayoshughulika na uhalifu mkubwa zaidi unaohusu jamii ya kimataifa: mauaji ya kimbari, makosa dhidi ya wanadamu, makosa ya vita na uvamizi au uchokozi. Ilianzishwa mwaka 2002 kwa mujibu wa mkataba wa Roma. ICC na makao yake makuu huko The Hague nchini Uholanzi, na ni mahakama ya mwisho. Inaingilia tu wakati nchi haziwezi au hazitaki kuwashughulikia washtakiwa kwa njia ya haki. Katika upande wa mamlaka, inatumika wakati uhalifu ulifanyika katika nchi mwanachama au raia wa nchi mwanachama alihusika au Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ofisi ya mwendesha mashtaka inachunguza, inatoa maombi ya warrant ya kukamatwa, kisha majaji wanathibitisha mashtaka, kuna case and trial na hukumu itatolewa na washtakiwa wana haki za kisheria. Katika nchi wanachama 120 zinatakiwa kukamata na kuwasalimisha washtakiwa ikiwa waranti imetolewa. Hadi Februari 21, 2026, viongozi mbalimbali tayari wamekamatwa au waranti mbalimbali zimetolewa dhidi yao. Baadhi ya viongozi hao ni kama Rodrigo Duterte, rais wa zamani wa Filipino. Huyu waranti yake ilitolewa Machi 2025 kwa makosa dhidi ya binadamu, mauaji ya ziada katika vita dhidi ya dawa za kulevya. Alikamatwa Filipino Machi 11, 2025 na kusafirishwa kwenda The Hague nchini Uholanzi. Yeye ndiye kiongozi wa zamani wa Asia aliyekamatwa na ICC. Yupo Omar al-Bashir, rais wa zamani wa Sudan. Waranti mbili zilitolewa mwaka 2009 na 2010 kwa genocide na crimes against humanity
na war crimes huko Darfur. Alikamatwa Sudan Aprili 2019 baada ya mapinduzi, lakini hadi sasa hajahamishiwa ICC, bado yuko chini ya ulinzi Sudan na mahala pengine. Viongozi wengine ni kama Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga na wengine kutoka Afrika. Viongozi wengine mashuhuri ulimwenguni kama Vladimir Putin, rais wa Urusi, waranti yake ilitolewa mwaka 2023 kwa deportation ya watoto kutoka Ukraine, na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, waranti yake ilitolewa mwaka 2024 kwa makosa huko Gaza. Wana waranti lakini hawajakamatwa bado kwa sababu nchi zao hazishirikiani na ICC na hawajasafiri katika nchi wanachama zinazotii agizo hilo. ICC inaendelea kuwa na changamoto kubwa katika kutekeleza waranti kwa viongozi wanaotawala au wenye nguvu, lakini imefanikiwa katika baadhi ya kesi tangu kuanzishwa kwake.